watazamaji wa DMTV in USA. Kwa majina naitwa Bernadette Monkera, natokea Kongo, tarafani Fizi, mji wa Sebele. Kwa kupenda kutangaza biashara yako au kupromote kazi mbalimbali, ungana nasi kwa kupitia namba hii. Nyuma kamera, Bosco Enka. Jaji Cloud, mimi mtangazaji wako wa DMTV USA, na hii hapa ni media pendwa kabisa ambayo inaitwa kwa jina la DMTV USA. Nikombe katika kupata video hizi moja kwa moja, nenda hapo kwenye kitufe cha rangi ya nyekundu, uandike usubscribe. Ukisha subscribe moja kwa moja utaenda kwenye sehemu ambayo kuandikwa comment, watch comment, and then usikose ku like kila video zetu zote. Ni mimi mtangazaji wako Jaji Cloud. Nikombe tu wa kwanza kupata video zetu lazima usubscribe. Kama kusubscribe utatafuta zingine video ziko wapi, utakapotumia link hii basi video nyingine ambayo inaweza kuja uweze kupata link. Lakini kama ukisubscribe na tukiposti video zetu basi utakuwa wa kwanza kupata video zetu. Kwa hiyo ni mimi mtangazaji wako Jaji Cloud. Asante. DMTV, ni mimi mtangazaji wako Jaji Clouds, au unaweza kuniita DM Production Film Jeguit. Na hii hapa channel ambayo unaitazama kwa sasa hivi ni channel ambayo inaitwa DMTV in USA. Na leo tumekutana na dada yetu hapa ambaye ni mrembo sana, ila baadhi ya watu wanamfahamu, ila mimi sijamfahamu, sijui ni nani. Lakini kwa leo tumebatika kwenye TV yetu, tumebatika kumpata dada huyo, lakini tutahitaji tufahamu majina yake, anaitwa nani na anaishi wapi zaidi. Dada vipi? Unaendeleaje? Mzima? Salama. So mzima. Hii hapa ni DMTV in USA, na labda kuna watu ambao wanaweza kufuatilia video hii, wanaweza wakahitaji kufahamu unaitwa nani. Kwa majina naitwa Rosie, au unaweza kuniita Janet Charles. Okay, so Janet au Rosie, kuna watu wanaweza wakafahamu unaishi sehemu gani? Upo Marekani, unajua watu wanajua unaishi Marekani, lakini upo sehemu gani zaidi Marekani? City gani ambayo unaishi? Upo Marekani, Dallas. Okay, so dada Janet Rosie anaishi Dallas. Labda unaweza kuuliza Dallas ni wapi? Dallas ni Marekani. So ndio mimi swali langu ambalo nataka kuuliza, hivi kwa mtu ambaye anaweza kukutafuta kwenye account yako ya TikTok, Facebook, wapi wanaweza kukutafuta kwa jina gani? Ya Janet. Janet haina ubini, ni Janet tu. Janet Charles. So labda unaweza kumtafuta kwenye Facebook, kwenye TikTok unaweza kumtafuta kwenye jina la Janet Charles. Okay, so mimi nahisi sio safari yangu ya kwanza kukuona, kwa sababu toka tungali nyumbani nilikuona na wewe ulikuwa ni mwimbaji mzuri sana. Unaweza kutuambia changamoto gani ambayo ulipitia zaidi mpaka wewe ukaacha kuimba? Asante. Mimi changamoto ambayo nimepitia, nataka kusema nimepitia changamoto na sikupitia changamoto. Sababu gani? Kweli nipo hapa Marekani. Lazungumzia hata siku nyingine basi. Samahani. Okay, so amesema kwamba kuhusu changamoto ambayo alipitia kwenye kazi yake ya kuimba atazungumzia siku nyingine, lakini kwa sasa hivi hayupo tayari. Okay. So mimi swali lingine ambalo nataka niulize, hivi kambini ulikuwa unaingia kwenye kanisa gani? Kambini mimi nilikuwa naingia kwenye kanisa Makerubi. Nilikuwa naimba kwaya ku Glory, hata ku Makerubi pia. So alikuwa anaingia kanisa la Makerubi kambini, na kwaya ambayo alikuwa anaimbia alikuwa ni Glory. So mimi na swali lingine ambalo nataka niulize, hivi wasanii Marekani ni wengi ambao wanaimba gospel. Kama kuna msanii yoyote ambaye anaweza kusikia voko yako, sauti yako nyororo ya uimbaji hapa, anasema kwamba mimi ngoja dada nimtafute ni box tuweze kufanya naye kazi, unaonaje hilo swala? Ni vizuri. Upo tayari? Labda vile James ya nguvu, nani mwingine sijui wa nani wanakuja kama vile tufanye kazi kwa pamoja, uko tayari kufanya kazi nao?
Yeah. Okay, so asante sana. Kwa hiyo huyu dada hapa ni mwimbaji na tutahitaji tusikie sauti yake ya uimbaji, kwa sababu mtu kama ashajawahi kuimba na inaonekana kwamba kuna kasauti fulani ambayo ashaga katoa ama anako. So mimi ngoja tu nipeleke moja kwa moja kwamba mtazamaji anayetutizama kwenye channel yetu ya DMTV USA, huyu hapa ni Janet ambaye tuko naye kwa sasa hivi, anaishi Dallas, Marekani, na anasema kwamba yupo tayari kufanya kazi na mtu yeyote ambaye atajitokeza kufanya naye kazi. Ngoja basi tumkabidhi mic, kwa sababu yeye ni mwimbaji. Tumkabidhi mic aweze kuchana mistari miwili mitatu kwa wimbo wote ule ambao anaujua yeye. Kwa hiyo tunahitaji waambie watu na waaminishe watu kwamba mimi najua kuimba na kipaji ninacho cha uimbaji, kwa hiyo yeyote atakaye kuja atafanya kazi na mimi. Asante. Taimba kanani kadogo. Unuka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekwisha kukujia, na utukufu wa Bwana umekuzukia. Unuka wewe uangaze, kwa kuwa nuru yako imekwisha kukujia, na utukufu wa Bwana umekuzukia. Inua macho yako juu, utazame pande zote, wote wanakusanyana kukujia wewe. Inua macho yako juu, utazame pande zote, wote wanakusanyana kukujia wewe. Wow, so hapo mimi nimefarijika. Kumbe dada ni mwimbaji, alishawahi kuimba na kipaji anacho, kwa sababu kama wewe ni mwimbaji, kwa hivyo kwa ambao umesikia hapa utajua moja kwa moja huyu dada ni mwimbaji na ana kipaji kikubwa sana. So mimi naomba neno la mwisho la kuambia mashabiki ama watu wanaotazama channel hii ya DMTV USA ya kwamba wewe kipaji unacho, kazi unaijua, lakini sijui kwa nini umekaa kimya muda mrefu, kwa sababu hivi nahisi una muda mrefu hapa Marekani haufanyi kazi. Hivi unaweza kuambia mashabiki nini? Neno la mwisho tu la kuambia mashabiki wanakutizama. Neno la mwisho, mimi siimbi sababu gani? Na kachangamoto kile ninachopitia ndio maana siimbi. Hiyo changamoto ikiisha, najua tutasimama au nitasimama kwenye kazi yangu. So mtazamaji wa DMTV USA, dada kule na karama ya kuimba, kipaji anacho, na changamoto zikiisha basi atasimama kwa kazi yake tena ya uimbaji. Kwa hiyo mimi nikutakie tu, sina mengi, na nimtakie tu dada kila la heri katika kazi yako ambayo utakayoisimamia na utakayoifanya, uzidi kuipambania na Mungu azidi kukubariki. So kifupi tu ni kwamba mtazamaji wa DMTV, hapa ni channel yetu pendwa kabisa ya DMTV USA, na kwamba like, usubscribe, ucomment na kushare. Kwa hiyo una neno la mwisho la kuambia? Nawashukuru sana, mzidi kutufuatilia. So neno la mwisho ambaye anasema kwamba anashukuru sana, na watazamaji wa DMTV USA mzidi kutufuatilia. Asante.